wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha na kutuwezesha tukakutana tena leo siku ya Alhamisi kama ilivyo kawaida yetu. Tunakutana kwa ajili ya mawili matatu ili tuweze kukaa sawa katika dini yetu hii, nalo ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kama ilivyo tunakaribia mwezi wa Ramadhani, karibia mwezi wa Ramadhani, leo ikiwa mwezi 16, mwezi 16 leo. Pengine tumebakisha Alhamisi moja tu, mwezi ijayo itakuwa mwezi 23, itakayofuata pengine itakuwa Ramadhani au itakuwa mwezi 30 kwa rehema zake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumeonelea tukiwa tuna wiki mbili tu kwa ufupi kuingia Ramadhani, na sisi tuna wiki mbili, darasa zetu zinakuwa kila Alhamisi, tukaonelea basi tupate muda kidogo na kupitia kazi za wanachuoni mbalimbali ili tuweze kukumbushana namna ambavyo na sisi tunaweza tukaipokea na tukawa salama katika Ramadhani, kwa sababu salafi salih walikuwa namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allahumma ballighna Ramadhan wasallimna fi Ramadhan, tufikishe mwezi wa Ramadhani ewe Allah subhanahu wa ta'ala, na utupe salama, utuwezeshe tusalimike. Sasa kusalimika kuna mambo mengi, kuna vurugu, kuna afya, kuna kila nyanja, yani limebeba uzito na maana pana kabisa. Kwa hiyo ili tubaki salama katika mwezi wa Ramadhani na tuweze kuyapata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoahidi na kuyaandaa kwa waja wake, basi kumbushana mawili matatu ni jambo muhimu, nasi tuweze kupata katika lau kama Allah subhanahu wa ta'ala tujalie kufika. Kwa hiyo kuna kirisala kifupi kama ambavyo kilivyoitwa istiqbalu Ramadhani, namna ya kuipokea Ramadhani. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fanahanu ala masharifi rukuni min arkani lislam, kwa hakika tupo karibu kabisa na kuingia katika nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, nguzo ambayo shautillu alaina bibarakatihi, zitakuwa nyingi kwetu sisi kuzipata baraka zake. Wayafidhu fi rabbuna birahmatihi, na atatumiminia sisi katika mwezi huo Allah subhanahu wa ta'ala mola wetu rehema zake. Wa bil atqi min nirani, na pia kutuacha huru na adhabu zake za moto Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi na maelekezo mbalimbali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndani ya mwezi wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala huwakomboa na kuwanasua waja wake mbalimbali na adhabu za moto, huwatangaza kabisa kwamba hawa nimewaondoa, si katika watakaoipata adhabu yangu ya moto. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na atumiminie sisi fursa hiyo na baraka hiyo tuweze kuzipata. Lakini innaha ayyamu qalail, hakika hizo ni siku chache sana, ni siku chache kama mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala amesema ayyaman maadudat, ni siku chache kabisa kabisa. Kwa hiyo innaha ayyama qalail, ni masiku machache sana. Wa yahillu dhaifun karimun yantadhiruhu malayina nnasi bikulli sharafin, na mgeni mkarimu mtukufu, mgeni mbora kabisa anasubiriwa na mamilioni ya watu kwa hamu kubwa. Watu wote Waislamu, wasiokuwa Waislamu na hivi na hivi wanausubiria kwa namna mbalimbali kwa hamu kubwa kabisa. Walakin yatabayana haulai nasi fi tariqati istiqbalihim lahu, lakini wanatofautiana watu, kama kila mtu anausubiri mwezi wa Ramadhani. Hata wale ambao sio Waislamu wanausubiri kwa hamu mwezi wa Ramadhani, lakini kwa namna gani wanaupokea wao na namna gani Waislamu wanaupokea mwezi wa Ramadhani. Faqad ista'adda lahu ahlul fanni bimi'ati al-aflam, washani wameandaa kwa mamia ya filamu, maelfu ya filamu wameziandaa kwa ajili ya kuziachia mwezi wa Ramadhani. Wasta'adda lahu ba'dhu bil alwani ta'am,
na wengine wameandaa aina mbalimbali za vyakula. Watu wanajipanga na kujiandaa mwezi wa Ramadhani, namna gani watafutari ya aina gani watakazokuwa wanazitumia, mavazi ya namna gani watakayovaa, majumba watayabadilisha kwa namna gani. Ala kulli hali tatabayanu nas, watu wanatofautiana namna gani ya kuikabili na kuipokea mwezi wa Ramadhani. Wapo walioandaa kama hivyo Sheikh anazungumza, fama huwa istidadu man yuridu ridha rahmani, basi ni yapi maandalizi ya yule anayetaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rehema, warraqi ila ala janani, na kupanda katika daraja ya juu kabisa ya pepo. Ni yapi maandalizi ambayo watu wa namna hiyo wanatakiwa kuyafanya? Maana yake kama ambavyo amegusia, wapo watu wanaojiandaa kwa namna mbalimbali. Wengine wanaandaa kuachia video, kuachia klipu, kuachia video, kuachia filamu, kuachia kila kitu, kila mtu na namna yake. Wengine ndio hivyo anajipanga kusafiri, wengine anajipanga hivi, wengine anajipanga hivi. Sasa yapi maandalizi ya wale wanaozitaka radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, wazipate radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, na waweze kupanda daraja katika pepo zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu peponi watu watakuwa wanapanda daraja. Qala Allah ta'ala muadhima shahr Ramadhani, Allah mtukufu anasema akionyesha utukufu na ubora wa mwezi wa Ramadhani, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, imefaradhishwa kwenu ninyi funga ya Ramadhani kama ambazo zilifaradhishwa kwa wengine, aina mbalimbali za funga, na hivi basi ninyi tumewafaradhishia funga za Ramadhani ili mpate kuwa cha Mungu. Na hili ndio jambo la msingi kabisa. Ramadhani ni njia, ni sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ni msimu na ni fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amefanya ni nyenzo ya watu kubadilika kutoka katika hali moja kwenda katika hali bora kabisa ya uchamungu, kutoka daraja ya chini na kupanda daraja ya uchamungu. Sasa namna gani watu watafikia level hiyo na daraja hiyo? Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa Qur'ani, hudan linnasi, ambao ni muongozo kwa watu, wa bayinatin min alhuda, na ni ubainifu wa hali ya juu katika miongozo, katika njia mbalimbali ambazo miongozo mbalimbali inayopatikana. Qur'an ndio muongozo wa hali ya juu uliofasaha kabisa. Faman shahida minkum shahra falyasum, yule ambaye atakayekuwa mwezi huo umemkuta na afunge. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie sisi tuwe katika wale watakaoshuhudia mwezi ule ukawakuta. Maana inaweza kuwa imebaki siku moja au masaa tu, watu wengine tunaona kila siku, kila leo tunaweza tusifike. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe na atuwezeshe. Waman kana maridan au ala safari, na mtu ambaye mgonjwa au yuko safarini, Allah amejalia funga hii sio adhabu. Funga hii ni ibada, ni nyenzo ya kuandaa watu. Kwa hiyo wenye matatizo wasiweza kufunga ule kipindi ambapo mwezi umeingia, wao wana changamoto za kiafya au wanasafiri, na hivi safari bali zitakazowaletea changamoto na hivi kuweza kufunga zitawaletea taharuki, basi fa'iddatun min ayyam, hisabu yao watakuja kufunga masiku ya mbele huko. Wasijikalifishe kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuta watu wamefunga. Mtu amefunga basi kashindwa kutembea, ameanguka, amezimia, watu wanampulizia, wanampepea na hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema laysa min albirri asiyam, si katika wema kufunga watu wakiwa safarini. Kuna wengine alhamdulillah mashallah anaweza akasafiri na akafunga bila changamoto, kama ilivyokuja riwaya anasimulia maswahaba kwamba walikuwa wamesafiri, maswahaba kadhaa wanakwenda tena kwa safari ya kivita, wanakwenda au safari ambayo walikuwa wanasafiri na Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema fama minna, hakuna yeyote aliyofunga isipokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Rawah. Walifunga watu wawili tu ndio walikuwa wanajiweza kufunga katika safari ile ndefu ambayo walikuwa wanaenda. Wengine hawakuwa wamefanya nini, wengine hawakuweza kufunga. Kwa hiyo wale ambao wenye changamoto, wanaojiona kwamba wakisafiri hawawezi, basi ruhusa imetoka, wasije wakajilazimisha. Yuridu Allahu bikum al-yusra, Allah subhanahu wa ta'ala anawatakia muende kwa wepesi kabisa. Wala yuridu bikum, hawataki uzito kuweka faradhi ya funga hii. Allah subhanahu wa ta'ala sio mazito kwenu ninyi, ni njia tu, ni nyenzo tu ya ninyi kupanda daraja, ni njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka muweze kupanda daraja.
walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha ash-shahru al-mubarak musimun khair, mwezi huu wenye baraka, msimu wa khairi. Wa musimu ibada, msimu wa ibada. Tatadhaafu fi himmatul muslim, zinaongezeka, zinatakiwa ziongezeke himma za Waislamu fil ibadat fil khair, katika lil khairi. Himma ya Waislamu inatakiwa iongezeke katika kuyaendea mambo ya khairi, mambo ya ibadati. Wayanshutu lil ibadati, na kuchangamkia ibada mbalimbali. Himma zinatakiwa ziwe kubwa kabisa kwa Waislamu wanaotaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Basi tatadhaafu fi himmat, himma zao zinatakiwa ziwe kubwa, zizidi, ziongezeke na ziimarike, ili waweze kupata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameandaa. Walaqad kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, na ilikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yubashiru ashabu, anawapa bishara, anawaandaa masahaba wake ridwanullahi alayhi biqudumi shahri ramadhani, kwa kufika mwezi wa Ramadhani. Wayahfizuhum, na anawahimiza lilamali salih, kwa ajili ya kujiandaa na amali njema. Na sisi tunafuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio kama hivi tunahimizana, tunakumbushana tuweze kuweka maandalizi ya kuupokea na kuweza kuzidisha hima za ibadati na za kuyakimbilia mambo ya khairi. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawapa bishara, akiwahamasisha ili wawe na hima ya amali njema. Haithu rawa Abu Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba ilipokuwa inakaribia Ramadhani, ataakum shahru Ramadhani, mwezi wa Ramadhani unawajia. Shahru mubarak, mwezi wenye baraka. Faradallahu alaikum siyama, wamefaradhisha Allah kwenu ninyi kufunga. Jiandaeni kufunga, kupokea mwezi huo kwa ajili ya kutekeleza ibada ya funga. Tuftah fihi abwabu samaa, inafunguliwa milango ya mbingu, milango ya rehema inafunguliwa. Kwa hiyo msijiandae kuifunga milango hiyo ambayo imefunguliwa. Watughlaq fihi abwabul jahim, na inafungwa milango ya moto. Msijiandae kuifungua milango iliyofungwa. Allah subhanahu wa ta'ala ameifunga milango ya moto, basi ninyi msijiandae kuifungua. Ni hatari kubwa sana kufungua hiyo milango. Watughallu fihi maradatu shayatini, wanafungwa pingu mashaitani, wanafungwa kabisa. Msiwafungue. Aliyefungwa ule mbadhirifu muovu amefungwa ili asivuruge, asiharibu ibada za watu na shati za watu. Msende kuwafungua. Mkiwafungua ni balaa, kwa sababu mkiwafungua mtakosa mtu wa kwenda kuwafunga. Nani atakayewafungia? Mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala amewafunga, amewadhibiti. Sasa ninyi kwa nini muwaachie? Fihi lailatun khairun min alfi shahri, katika mwezi wa Ramadhani kuna usiku uliokuwa bora kabisa kuliko miezi 1000. Jiandaeni kuupokea na kuutumia usiku huo ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya kuwa ni usiku bora kabisa kuliko miezi 1000. Usiku mmoja tu kuliko miezi 1000, kuliko umri wa mtu, ambao miezi 1000 umri wa mtu, na wengi hatuwezi kuupata umri huo pengine. Man hurima khairaha faqad hurima, atakayenyimwa khairi za mwezi huo, basi huyo kwa kweli ni mtu wa kukosa. Ukikosa fadhila za mwezi huo, ni umekosa. Ndio maana ile dua ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliitikia, ambayo kwa amri na maelekezo ya Jibril alayhi salatu wassalam, amesema amin, na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema amin, kwamba yule ambaye imekuja Ramadhani ikaondoka ikamwacha yeye asisamehewe, basi huyu awekwe mbali kabisa na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Basi man hurima khairaha faqad hurima, yule alikosa, atakayezikosa khairi za mwezi huu, huyo kweli wa kukosa, yani huyo ni mkosefu wa hali ya juu kabisa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asitujalie sisi kuwa katika wakosefu. Inna shahr ramadhana, hakika mwezi wa Ramadhani, maliun bil fadhaili, umejaa fadhaila mbalimbali. Kwa hiyo himma tu inatakiwa watu waweze kujiimarisha, kukaa sawa na wajipange, watengeneze schedule zao, timetable zao za namna gani wataweza kuzikabili na kuziendea fadhaila hizo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka. Watataaradhu fihi al-ujura al-azima, na zinapatikana malipo yaliyokuwa makubwa kabisa. Fahanian likulli man sama, basi uzuri ulioje, ongeza hali ya juu kabisa kwa kila yule atakayefunga.
wakama huwa akasimama usiku wa Ramadhani imanan wa itisaba, kwa imani ya dhati kabisa na kutaka malipo na kutaka kheri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghalla saatihi, akatumia kipindi kile cha Ramadhani istighlala, akatumia kwa faida ya hali ya juu kabisa. Basi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi kuwa katika wale ambao wanaoneemeka, watakaozitumia fursa zilizopo katika mwezi wa Ramadhani. Wayakfi min fadhaili Ramadhani, na inatosha katika kuonesha ubora wa mwezi wa Ramadhani, annahu sayaji sahibahu, kwamba yule atakayekuwa amejipa hima, amefanya uzito, ametekeleza, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamuokoa min kurbil ihraq athnai mururi ala sirat, na fadhaa ya yeye kuangukia katika sirata wakati wa kupita katika sirata. Fa huwa azil laka minan nari, Ramadhani inakutenga na adhabu ya moto, athnaa mururika ala sirat, wakati wa kupita katika sirata. Haithu qala sallallahu alaihi wasallam, asiyamu junnat, funga ni kinga kabisa, wa hisnun hasinun minan nari, na kinga na ni ngome imara kabisa ya kumdhibiti mtu na adhabu ya moto. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi katika wale watakaoidiriki na kuweza kupata hima na kinga hiyo. Walmururu ala sirati la budda minhu yawm alqiyama, kupita katika sirata hakuna budi, watu watapita katika sirata, ndio njia ile ya kwenda katika pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanatofautiana daraja tu ya namna gani watapita. Wapo wataupita kama umeme, wapo wataupita wanatembea, wapo wataupita wanakimbia, watu watapita yani kufumba na kufumbua. Ala kulli hali wal abdu imma sayamuru ala hadha sirati bisalamin au alamin au sukutu fi nnari yadha billah. Wapo wataupita kwa salama kama alivyosema shekhi, wapo watakaopita na machungu na hivi kuyapata, na wapo ambao wataangukia katika moto. Tunamuomba Allah atulinde na kuwa katika kundi hili. Fatsiratu tariqum muharraq lianna asfalahu naru jahannam, sababu chini ya sirati ndo kuna moto. Kwa hiyo yule ambaye atakayekuwa anapita atakayeangukia, maana yake anakuwa ameangukia motoni. Wa fi hadha almawqif alharaji yati siyama liyazila sahibahum minan nari, basi katika mazingira haya magumu funga inakuja ikamtenga mtu, ikamtoa mtu, ikamfanya ajiweke mbali kabisa na nini, awe mbali kabisa na adhabu hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika ahrisu, kwa hali hiyo fanyeni himma rahimakumullah, Allah warehemu, awatie nguvu, ala siyanati hadhihi alhisni, kuilinda hii ngome, min ayi khariqin lahu, kwa namna yoyote ile ya kuweza kuitoboa ile, maana ile ngao inabidi isitobolewe, sababu ngao ukitobolewa, ikirushwa risasi, kirushwa silaha itapenya tu. Kwa hiyo inabidi kuilinda ile silaha isiweze kuwa na tundu lolote lile ya kuweza kupenyesha ikaweza ikamharikisha mtu, kwa sababu hususan afat lisan, hasa maafa ya ulimi, kalghaibati wan namima, kama usengenyi na uchochezi na fitna. Hayo ni katika maafa au ni katika njia na nyanja ambazo ndio ambazo zinatoboa kinga ile, ngao ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka, ambayo ni funga. Faqad rawat Aisha radhiyallahu anha an nabiy sallallahu alayhi wasallam, bibi Aisha radhiyallahu anha anasema, amepokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume amesema, asiyamu junnatun minan nar, funga ni ngao ya kumkinga mtu na adhabu ya moto. Faman asbaha swaiba, mtu yeyote atakayekuwa amefunga, basi fala yajhal yawma idhin, asifanye mambo ya kipuuzi, asifanye mambo ya kijinga siku hiyo. Wewe umefunga, fala yajhal. Na utaona hata wasiokuwa waislamu wakwambia, shekhe umefunga bwana, umefunga. Maana kwamba mtu aliyofunga haya mambo hayastahiki. Hata wale ambao sio waislamu wanajua kwamba haya mambo hayastahiki kufanya mtu aliyofunga. Shekhi umefunga, imekwaje unanifanyia hivi, au unafanya ubaya huu hali ya kuwa umefunga? Basi mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man asbaha saiman fala yajhal yawmaidi, asifanye mambo ya kipuuzi, asifanye mambo ya kifedhuli. Wa in mruu jahila alayhi, na ikiwa mtu amemfanyia ujinga, amemfanyia mambo ya kipuuzi, basi wewe fala, maana mwingine anakutengenezea kona tu ili kukuharibia kule. Ndio maana tunakumbushana hivi, watu wanakutengenezea ili wakuharibie funga yako wewe, kwa sababu wanajua hii funga kwako wewe hii ni imara, ni ngao hii. Watu wanataka waitoboe ile ngao, kwa hiyo watu wanataka kukutobolea ile ngao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatahadharisha wa in mruu jahila alayhi, akikuvuruga mtu, akitaka mtu kukuharibia, anakufanyia upuuzi na ujinga, fala ashtumuhu wala, wewe usimshtumu
Usimtukane, usimfanyie ujinga, usimfanyie upuuzi huo ambao yeye anautaka. Usikubali kuingizwa kona ya kienyeji namna hiyo. Wewe umefunga, watu wanakutengenezea kona tu ili kukuharibia. Kumbuka watu wanataka kukuharibia wewe. Kinga yako ile, ngao yako anataka kuitoboa, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ni ngao ambayo isipotobolewa basi inakuwa ni ngao iliyokuwa thabiti kabisa, na mtu ikamzuia kuingia na moto. Kwa hiyo watu wanataka kuitoboa ngao yako. Sasa watu wanapotaka kuitoboa ngao yako, kaa imara, usikubali wakutobolee wewe ngao yako. Simama imara, thabiti kabisa. Wa in mru jahila alayhi fala yasum wala yasubu walyakulum bi inni swaim. Mimi nimefunga bwana, usiniharibie, usitaki kuniharibia funga yangu, usitaki kuniharibia funga yangu mimi, na yale unayasema kwa ulimi, kwa ikhlasi kabisa kwamba mimi nimefunga. Na kama kwa sababu wewe mtu kumjibu vibaya, unaweza kumjibu mtu kwamba hakuna makosa mtu kumjibu, lakini ile funga yako wewe anataka kukuharibia wewe funga yako. Usikubali funga yako akuvurugie kabisa. Walladhi nafsi biyadi Muhammadi la khalufa miswaim yatiyabu inda Allahi min rihil miski. Harufu ya mdomo wa yule mtu aliyefunga inayotokana kukaa muda mrefu pengine bila kutia chakula, ile harufu inayotoka tumboni kwa sababu ya kukosa chakula ni harufu inayopendeza na kuvutia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko manukato yoyote yaliyokuwa bora zaidi. Wakala Ubaidah ibn al-Jarrah, amesema Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, as-sawmu junnatu ma lam yakhriqa, funga ni ngao muda wa kuwa haijatobolewa. Kwa hiyo tusikubali. Kwa hiyo tunakumbushana, tunaelekezana mashekhe na Abu Ubaida radhiyallahu anhu, mmoja katika asharatul mubashara. Mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba funga ni ngao bwana, lakini ngao hii itakuwa ni ngao ikiwa haijatobolewa. Tusikubali watu watutobolee ngao yetu, tusikubali kabisa watu watutobolee, watutilie mashaka. Maana ikitobolewa basi inakuwa tena ile ngao haina nini, hujui risasi itapenya wapi. Vyovyote utakavyoliweka ile tundu, maadamu ngao yako ina tundu ambayo risasi inaweza ikapita, basi watu watapitisha hapo hapo risasi kwenye tundu pengine dogo kabisa, na pengine halionekani kabisa, lakini maadamu wao wameshalitengeneza na watalilenga hilo hilo, basi watakuharibia fungu. Kwa hiyo tukae sawa, tukae mstari uliokuwa umenyoka kabisa, tusikubali kabisa kututobolea hii ngao yetu. Ay anna sawmu azilu amani min hararati an-nar ma lam yukhraq hadhihi al-aari bidhunubi allati ashaddu ala, ambayo haijatobolewa na makosa mbalimbali, ikiwepo baya zaidi usengenyi, uchochezi, matusi, lugha chafu na kadhalika. Kwa hiyo ala kulli hali ni juu yetu kuhakikisha kwamba tunailinda na tunahakikisha ngao yetu ile haipati maafa yoyote. Wayakfi min fadhaili Ramadhani, inatosha kuonesha ubora wa Ramadhani, annahu yarfa'u al-'abd ila a'la darajat, kama Ramadhani inamuinua mtu daraja ya juu kabisa. Wa shahidi dhalika ma rawahu Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah, mmoja katika ashara al-mubashshara, anna rajulaini, watu wawili, min bali katika kabila hili, aslama, ismu kabila, qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jamia, walisilimu pamoja na siku moja. Hawa watu walisilimu siku moja wakati mmoja, na wametoka katika kabila moja, na walikuwa pengine na rika wanafanana. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar, mmoja alikuwa na bidii mno. Faghaza almujtahidu, mpaka akaenda yule mwenye kufanya bidii, katokea vita jihadi, akaenda akapigana kule, fastushhida, akafariki kama shahida, kafariki kule uwanja wa vita wa mapambano. Thumma makatha al-akharu ba'dahu sanatun, yule mwingine akakaa mwaka mzima, kiasi kwamba akafunga, akafanya hivi ibada mbalimbali. Qala Talha anasema, fara'aytu fil manami baytan, akaota Talha ibn Ubaidillah, baina ana inda babil janna, akiwa yeye Talha yupo katika mlango wa pepo. Idh ana bihima, akiwa pamoja na wale watu wawili wale waliokuwa wamesilimu pamoja, lakini walitofautiana muda wa kufa. Mmoja amekufa vitani tena alitangulia, mwingine amekufa kifo cha kawaida tu. Fakharaja khariju min aljanna, akatoka mtu kule peponi. Faadhina lilladhi tufi al-akhir minhuma, akamruhusu yule aliyekufa mwisho aingie. Thumma kharaja, kisha akatoka. Faadhina lilladhi istushida, baada ya muda kadhaa ndo akaja kuchukuliwa yule aliyekufa vitani, ambaye ni kifo bora kabisa. Yule kafa kitandani tu kabisa. Jambo lile likawa limemstaajabisha Talha bin Ubaidillah.
pale Talha na yeye akawa anataka kuingia, akamwambia wewe rudi bwana, muda wako bado upo, wewe bado hujafika wakati wa kuingia, kwa sababu yeye bado hajafariki. Fa asbaha Talha yuhadithu bihi nnas, Talha ikawa anawasimulia watu, ikawa ni jambo la ajabu. Kwa nini yule aliyekufa vitani amecheleweshwa kuingia peponi kabla yani amekuja kuingia baada ya yule ambaye amekufa kifo cha kawaida? Ile habari ikamfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa Mtume akauliza, min ai dhalika taajabuna, mnastaajabu nini hilo? Fakalu ya Rasulullah, hadha kana ashadda rajulain jitihada thumma, huyu alikuwa na bidii mno katika dini, alikuwa anapambana mno, lakini zaidi ya yote amekufa vitani akiwa shahidi. Lakini huyu amekufa kifo cha kawaida tu, lakini ameingia huyu kwanza peponi kabla ya yule, imekuwaje? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana, kwani huyu hakuwa amekaa mwaka mzima baada ya mwenzie kuwa amekufa? Kalu bala, akasema ndio. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema, adraka ramadhana fasama kadha wa kadha, kafunga hizi, wasalla, ameswali hivi. Haikuwa haya, sema basi fama bainahuma abadu mimma baina as-samai wal ardi, basi umbali wa hawa wawili, kitendo cha kutofautiana mwaka mmoja tu, basi ma baina as-samai wal ardi, ni kama baina ya mbingu na ardhi. Miongoni mwa lilomfanya yule ni ile funga moja tu ya Ramadhani, imemfanya yule awe yuko juu, una umbali wake baina yeye na yule, baina as-samai wal ardi, baina ya mbingu na ardhi, ambayo umbali wake unatembea 50,000 sana, miaka 50,000. Sasa itakuwa ni vioje sisi tunaoiwahi Ramadhani, Mungu akitujalia ukaidiriki Ramadhani ukaifunga, alafu mwenzetu amekufa Ramadhani iliyopita au hata miaka kadhaa nyuma huko akakuzidi daraja, inakuwa ni jambo la staajabu kabisa, ndo la kustaajabu. Maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ajabu wewe ambaye umeiwahi Ramadhani kadhaa ambayo mwenzio hajaziwahi, alafu akakuzidi daraja yule kuliko wewe ndo kukuonea ajabu, kwa sababu wewe ulitakiwa uwe na daraja ya juu kwa kuziwahi Ramadhani mbalimbali. Ala kuli hali ni jambo muhimu sana ambalo tunalotakiwa kuzingatia. Kwa hiyo fakullu lailatin, kila usiku yunadi min malaika ya baghi alkhairi aqbili, kila usiku wa Ramadhani anatangaza mwenye kutangaza, enyi mnaozitafuta khairi, aqbili, mwezi wa Ramadhani umekuja huu, jipangeni kisawasawa, kaeni sawa, pangeni safu zenu, aqbil, pangeni safu zenu sawa. Wa ya baghi ash-sharra aqsir, na ninyi mnaotaka kuwavurugia watu, kuharibu Ramadhani za watu, acheni kuvuruga Ramadhani za watu, acheni kutoboa ngao za watu. Watu wameshaziandaa ngao zao kuziimarisha zikae imara, zikawaziwie na adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala, nyinyi mnataka kuwatobolea ngao zao. Aqsir, acheni hayo mambo. Hili ni tangazo kila usiku linapatikana, lakini amma liyauma, wapi masiku yetu tunatakiwa tuwe makini sana. Fakarin bara fi wajhi dhalika, zimejitokeza wakati kuna nadiwa mbinguni, kuna nadiwa kwamba jamani, wale wanaojipanga kuzielekea khairi wapange safu zao vizuri, wajiimarishe, na wale wanaotaka kuharibu na kutoboa ngao za watu waache. Wapi hawa? Sheikh anasema faqad bara fi wajhi dhalika da'ya qanawatun fadhaiya, mitandao ya kijamii hiyo fasidata, miovu kabisa, inanadi ya baghi ash-sharri aqbili wa ya baghi al-khair aqsi, hiyo inanadi kinyume chake, inawatangazia wale wanaotaka kuvuruga Ramadhani za watu kwamba ndio washamiri kabisa. Nasikia kabisa, ninapewa kabisa majina ya Ramadhani na hivi kabisa watu wakaimara kabisa kwa ajili ya kuchafua Ramadhani za watu, kwa ajili ya kutoboa ngao za watu. Aqbil wa ya baghi alkhair aksir. Kwa hiyo kana watu fadhaia, hizi channel mbalimbali zipo, annaha ahadat shaytan. Sheikh anasema kana kwamba zimekubaliana na shaytan, kwa sababu mashaitani wamefungwa, fasidu fiha shayatin, mashaitani wanafungwa. Basi hii mitandao inakuwa kana kwamba imekubaliana na shaytani, antakuma makamahu, ichukue nafasi ya shaitani, watuaddi daurahu fi idhlali nnas, na itimize jukumu lake shaitani katika kuwapoteza watu, halala fatrat tasfidi shayatini, kipindi ambacho mashaitani wamefanya nini? Wamepigwa pingu. Basi hii mitandao mbalimbali imejiandaa na kujipanga kana kwamba wamekubaliana na mashaitani, wakati mashaitani huko wamefungwa. Basi
mitandao sasa inafungua njia sasa za kuwapoteza watu. Yule sheitani, wale waovu wote wametiwa pingu, hawafurukuti, lakini mitandao hii sasa imekuwa inawafungulia watu njia za kisheitani kabisa. Walakad najahat hadhihi alqanawat alfadaiya, na zimefanikiwa hizi channel, mitandao hii imefanikiwa fi sarqat awqati nnas, katika kuwaibia watu muda wao, wa idhilaluhum, na kuwapoteza, wa ifsadu aqaidi, na kuharibu akidi zao, imani zao, wa akhlaqihim, na tabia zao, bismi tarfihi ani swaimin, kwa jina la burudani, kuwaburudisha wafungaji. Wewe umefunga, inakuja kwa jina lile lile, kwa jina la funga linakuja, ngoja tuwaburudishe kidogo wafungaji kidogo, na hivi zikawekwa nyimbo na hivi, mnasaba tu ziendane kama vile Ramadhani, na lengo lao ni kufanya nini? Ni kuwatoa watu katika mstari uliokuwa sawa sawa. Kwa hiyo falam yakfi hadhihi alqanawat wal amilina fiha ma qamu tiwalu al min ifsadi fi buyuti almuslimin, hawajatosheka bali wameandaa, inna hunaka kam ha'il min almusalsalat ramadhaniya, kuna maigizo wal baramij tarfahia, na program za burudani mbalimbali zilizoandaliwa kwa ajili ya Ramadhani. Tutasikia sasa hivi hapa, tutasikia sasa hivi kwamba kuna mitandao hivi, kuna jambo hili la Ramadhani, tujiandae, na matangazo yanatangazwa katika mitandao yao, katika vyombo vyao vya habari na kadhalika. Walghardhu, lengo lao tashtitana, kutuvurugia ibada zetu, kutuharibia, kututobolea, bali kututobolea, lengo lao kubwa kututobolea ile ngao ambayo Mtume SAW anasema Ramadhani ni ngao, muda wa kuwa haijatobolewa. Sasa wao wamejua haya maneno ya Mtume SAW kwamba Ramadhani ni ngao, lakini Ramadhani itakuwa ngao tu ikiwa haijatobolewa ile ngao, iko haina matundu, haijatiwa matundu, haina matatizo. Sasa wao wamejua kwamba ili Ramadhani ifanye kazi sawa sawa, inabidi ile Ramadhani iwe haina matundu. Sasa wao lengo lao tashtitana wa ilhaina, lengo lao wao sasa ni kutuvurugia, ili kutoboa ile ngao yetu, kuitia matundu na kutuvuruga kabisa an ada ila ibadati fi Ramadhani. Alafu tabakia Ramadhani inakuja kila siku inatuacha kama tulivyo, kwa sababu tayari wameshajua njia yao. Anataka kwamba Ramadhani isiwe salama. Ramadhani inakuja unafunga, lakini hauko salama, kwa sababu tayari wameshaitia matundu. Na Ramadhani ikitiwa matundu, Mtume SAW anasema haifanyi kazi yake inayotakiwa. Ramadhani inabidi ikae salama kabisa. Falakam, mara ngapi watu antakhayalu, wanakuwa wanawaza mimbadi liftari, baada ya kufuturu, wa hatta suuru, mpaka muda wa kulalago, pengine kamiyatan musalsalatu allati wanafikiri na kuwaza habari ya filamu na maigizo ambazo zinaharibu fi hadha alwaqt bidhat, zinazopangwa katika nyakati hizi. Famata sayusalli al-abd, sasa muda gani mtu ataswali swala za faradhi, tarawehi? Wa mata sayatafarragu liqira'ati al-Qur'ani, muda gani atajitenga, atakaa kwa ajili ya kusoma Qur'ani, bitadabburi, kuisoma Qur'ani kuliko kuzingatia. Inawezekana Qur'ani unaisoma lakini unasoma Qur'ani bila kuizingatia. Wa mata sayasilu ar'ama, vipi atakaa vizuri na jamaa zake? Wa mata yafrau qalbahu li dhikrillahi wa ta'ati, muda gani atakaa, atapata muda wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhani, kana inda salaf yuraf bi shahri al-Qur'ani, mwezi wa Qur'ani. Walakin hawala al-a'lam, lakini mitandao umeibadilisha, umekuwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa maigizo na mwezi wa filamu na mwezi wa hivi. Ala kulli hali, tunaona mambo mbalimbali ambayo yanayofanyika katika mwezi huu wa Ramadhani. Na Sheikh anasema innal mustafida, hakika wanaonufaika katika hii Ramadhani, mnufaika wa kwanza kabisa ni humul almuntijun, wale watayarishaji wa vipindi hivyo, wa programu hizo mbalimbali, maana ni mitandao, ni sijui barabarani hivi, kwenye kila sehemu, basi wao ndo wanafanikiwa kwa sababu wanauza bidhaa zao, wanaziuza. Na mwingine ni wale watu wenye channel, wenye mitandao husika, ambao ndo wanatumia njia hizo za kutangazia, na wengine mashirika ambao wanadhamini na kuyahamasisha yale ambayo wanayofanya. Lakini wa amma al-khasirul wahid, ama anayepata hasara pekee katika harakati hizi, huwa al-mushahid, ni sisi ambao tunaofuatilia mambo hayo
na tukawa mtu hakosi kabisa, kila akishafuturu tu basi amekimbilia kwenye mtandao, amekimbilia kwenye TV, amekimbilia kwenye hiki. Hao ndio waliokula hasara pekee kabisa. Lianna usadhi waqtaka thamin, sababu unapoteza muda wako wa thamani fi shahri alfadhili, katika mwezi uliokuwa bora kabisa. Waqad tarjiu bi khuffai Hunaini, ukirudi mikono mitupu huna chochote ulichokipata. Kwa hiyo bulughu Ramadhani naimatun kubra, kufika kwa Ramadhani na sisi tukaiwahi ni neema kubwa. Yakdiruha, wanaoitambua haka kadiraha, nafasi yake, aswalihuna, watu wema, almushammiruna, wanaojipanga kwa ajili ya kupata fursa hiyo. Basi na sisi ni juu yetu basi. Wa inna wajibul ahyai, wajibu wetu sisi istisharu hadhihi neema, kutambua neema hii, waqtinamu hadhihi alfursa, na kuvuna, kuitumia vizuri fursa hii ikiwa tunataka kufanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe tuyakabili imara kabisa hizi changamoto zinazoibuliwa na zikapewa majina ya Ramadhani ili kutushughulisha, maana zinapewa majina ya Ramadhani kabisa. Takuja jina la Ramadhani kabisa kwa lina jina lile nzuri kabisa, na wewe unatoka nafuatilia kwa Ramadhani, sijui Ramadhani filamu, sijui Ramadhani kapu, sijui Ramadhani nini na nini na nini hivi, unaenda kufuatilia kwa matokeo yake linakutoa, linakuvuruga. Lengo nini? Wameitambua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema funga ni junna, ni jambo, ni kinga madhubuti, ni ngao madhubuti kabisa, maalam ya muda wa kuwa haijatiwa matundu. Sasa wao wanataka kututilia matundu hizi Ramadhani, na wakifanikiwa kuitia tundu Ramadhani zetu, basi ndio tutaishia kuwa tunafunga, alafu basi ile la'allakum tattaquna haifikii, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo ametufasiria ile Ramadhani ile mtu afikie la tattaquna, ile ipatikane Ramadhani yake lazima iwe salama, haina matundu. Kwa hiyo jamaa wanakuwekea matundu, na matundu yanakuja kwa njia, kwa majina mazuri kabisa, majina bora kabisa, na wewe ukaingia moja kwa moja ukajikuta unaenda kuitoboa ile ngao yako. Ukitoboa ngao, unayo ngao, lakini ngao imetobolewa, risasi ikipigwa inapenya moja kwa moja inakuja kuvuruga, kwa yake unaharibikiwa bila kujijua. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala salama, na atuwafikishe na atuongoze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.